wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu Islam, nimefikiwa na link kupitia moja ya mashabab ambaye nipotaka kumfahamu vizuri aliniambia tu mimi ni katika waja wa Allah na wanaopenda uadilifu, sawa na haki. Ala kulli hal, lengo ni maudhui iliyomo katika link yenyewe. Kuna kijana mmoja ambaye anafahamika kupitia hiyo link yake kwamba ni Abu al-Ma'ni wa Lushoto. Huyu jamaa ni katika walinganizi, ni katika watu wa bid'a na wenye kulingania mfarakano wa Waislamu. Ya hapendelee jambo la Waislamu kuungana, walau muungano shakli. Yapo ule muungano, sio kwamba tunaungana rai zetu zote ziwe moja, itikadi yetu yote iwe moja. La, tunabakia tu tahta ghitai al-Islam, tahta ghitai kalimati la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah. Hilo halimpendezi kabisa yeye na watu waliokuwa kama yeye, ni katika walinganizi wa furqa, ikhtilaf wa nizaat. Huyu ni katika wale watu wa maduati, walinganizi wa kufarakana, kuzozana, kukhtalifiana, kuchukiana. Kwa hivyo kwanza kabisa, kabla sijaendelea na kumhoji na kumdadisi katika maudhui aliyoizungumza, nitoe pole na rambirambi kwa Waislamu wote kwa jumla jamala, lakini kwa Waislamu wa madhehebu ya kiibadhi ahli al-haqi wal-istiqama, kwa sababu ahli al-haqi wal-istiqama, watu wa haki na istiqama, maibadhi, imekuwa ni kama chaka la hawa walinganizi wa namna hii. Nikitoa historia fupi tu ya kufanywa ni chaka la kila mtu wa bid'a ambaye anataka kuficha makucha yake na kujionesha yeye mbele ya Waislamu ni mwema na ni mpole na ni mtiifu na anaipenda dini, basi akiibuka tu huanza kushambulia maibadhi. Haya tuliyaona katika kipindi cha nyuma cha Sheikh Nasr Bachu. Yeye alifika hadi kusema wale wanaosali wakaachia mikono kama minazi na mipopo. Ala kulli hal, akaja shekhe wake huyu kijana Salim Barahayani wa Tanga, na yeye akaleta yake bid'a zake na uzushi wake. Wakaja wanafunzi wake ambao baadaye walimjia juu, kina Kasim Mafuta, Muhammad Mafuta, wote hao kushambulia maibadhi na kujionesha wao ni wema kwa Waislamu wengine na ndio wenye kufuata haki. Ala kulli hal, nitoe pole na rambirambi kwa Waislamu wote kwa jumla, kwa sababu watu kama hawa hawachukui safari Allah anawadhihirisha hapa. Pia alikuja kijana Muhammad Bachu, yeye akaanza kuwashambulia na kuwazushia mambo maibadhi walio nayo na wasiokuwa nayo. Lakini takumbukwa mpaka baba yake alimtia katika mambo ya bid'a, akasema kafa na itikadi baba yake, yani ya kuwa anaingia motoni katika Waislamu akiwa ni mwenye kufanya madhambi makubwa na asitubie, basi hatoki tena. Hali ya kuwa hiyo ndio itikadi ya ahli al-haqi wal-istiqama, maibadhi. Na hawa mawahabi hawa ambao mara hujiita masalafia, mara hujiita sio ansari sunna, wote ni mawahabi hawa. Basi wao kwa wao wanamenyana na kuminyana kisawa sawa. Na si hivyo tu, wao wanafarikisha, wanasema mwenye kufanya maasi na mwenye kufanya bid'a, basi mwenye kufanya maasi ni afadhali, kwa sababu huenda huyu akatubia. Lakini mtu wa bid'a usimkaribie, kwa sababu huyu hana toba, hatubii, huyu atakufa tu na bid'a zake. Kwa hivyo naona kijana anasema baba yake kafa akiwa katika
itikadi potofu ambayo hiyo ni bid'a kwa hawa mawahabi. Kwa hivyo unaona Allah sijui huwa ni kuonesha kwamba hawa wanaojileta juu mwisho wao na kujifanya wao wametakasika, mwisho wao huwa wa namna hii, kumenyana na kuminyana. Kwa hivyo kwanza anachukua fursa hii kuwapa pole ahli alhaq wal istiqama maibadhi kwa hujma wanazozipata, lakini tu pole kwa Uislamu kwa jumla, kwa sababu nahnu fi hadhihi alfatra ahwaz li an nattahida walau an nattahida ittihadan shakliyan. Sisi tuko katika kipindi cha kuwa na haja kubwa zaidi ya kuungana, japo muungano wa kijumla jamala, na huu aslan ndio muungano unaotakiwa fi hadhihi almarhala. Katika awamu hii ndio muungano unaotakiwa, kwa sababu huo muungano wengine wanaoota watu ndoto za majuha, ndoto za mchana, haujapatikana hata ndani, wala haupatikani hata ndani ya madhehebu moja. Uwezo ukakuta madhehebu moja katika kila masala, ikiwa ni ya kifiqhi, ikiwa ni ya itikadi, wana kauli moja moja. Tukalla wa hasha alasiyaka kudanganya akaja tapeli kama huyu Al-Ma'ni akawatapeli Waislamu, sikubali kabisa. Kwa hivyo umoja ni ule wa jumla jamala. Laiti unapatikana huwa wa kauli moja moja, fa ahlan wa sahlan ala ar-ra's wal 'ain, ndio mambo yatakuwa burudani na shwari zaidi, kwa sababu takuwa hakuna cha kukhtalifiana. Wallahu almusta'an. Dunia hii, dunia ni kweli, dunia ni duara. Ala kulli hal, ninasema dunia ni duara kama ni msemo tu, lakini mawahabi pia wanapinga kwamba dunia ni duara. Nasema la, dunia si duara bwana, ni tambarare imekaa sawa. Ala kulli hal, tuachane na mashaka haya, lakini tuendelee mbele kidogo. Naam, kwa hivyo nimetoa pole hiyo. Waislamu kuna haja ya kuungana. Leo tunaona ndugu zetu Gaza wanavyoteketezwa, wale si maibadhi, wale si mashia, wale ni masunni, lakini mawahabi hata wale hawana huruma nao. Naam, na wale wanaopambana kujitetea basi wanatupiwa kila majanga ya kuitwa watu wa bid'a, wakaitwa makhawarij, wakaombewa dua na kulaaniwa kwamba wahalikishwe na angamizwe hasa. Unaona mambo hayo yanafanywa na hawa wanaojitia kwamba wao ndio walinganizi wa haki. Naam, turejee kwa huyu bwana mdogo huyu Al-Ma'ni. Ndugu yangu Muislamu unayenisikiliza, ukianza kumsikiliza tu na ikiwa umepitia darsa kidogo tu, utajua kwamba huyu kijana wa Kiwahabi ni mtu pangu pakavu, ni mchache wa maarifa. Ni kweli ni mjanja, kwa sababu uzungumzaji wake umetulia, mpole. Kwa hivyo ni kawaida ya matapeli ndivyo wanavyokuwa. Mimi huyu simwiti tapeli kwa ajili uzungumzaji wake ni kila anayezungumza polepole kawa tapeli, kalla hasha. Na kusudia vitu alivyovizungumza kama tutakavyoviona biidhnillahi ta'ala fima yati, ukichangia utapeli uliomo katika hivyo vitu alivyovitaja na uzungumzaji wake, unajua kwamba ule uzungumzaji ni wasila wa kufanya kuwatapeli Waislamu. Tumezoea ndugu Waislamu kujua maana ya utapeli kwa njia moja au mbili. Moja tu sana, unajua kutapeli mtu ni kumuibia mali yake, haki yake, kumdhulumu. Lakini hata katika dini watu wanafanya utapeli, na huyu bwana mdogo Al-Ma'ni wa Kiwahabi ndilo alilofanya hilo. Niseme tu huyu klipu yake kaumizwa na kasononeshwa sana na kumkuta Ustadh Mwaipopo akiathirika na kwamba Sheikh Kishki, Nuruddin Kishki wa Dar es Salaam, kuwa katolewa katika mwaliko uliokuwa ufanywe nadhani na mawahabi, sijui ni Mwanza au sehemu gani. Ala kulli hali,
kwa madai kwamba yeye ni mtu wa bid'a, kwa sababu anashirikiana na maibadhi, na ukishirikiana na maibadhi tayari ushakubali itikadi zao, ushakubali mambo yao. Kwa hivyo anasema huyu ni mtu wa bid'a, hafai kushiriki katika vikao vyao. Bwana Al-Ma'ni, bwana mdogo wa Kiwahabi, ashirikiana na msimamo huo ulioundwa na shekhe wake Salim Al-Barhayani au Barhayani. Ala kulli hal, takavyokuwa, ala kulli hal. Kwa hivyo yeye kachukizwa kumsikia Mwaipopo anawataja maibadhi kwa vizuri, kwamba ni watu wasiopenda furqa, ni watu waliofanya makubwa na mazuri katika Uislamu, kujenga misikiti, kusaidia, kufanya ya kheri. Ala kulli hali, yote hayo hakuyapenda kuyasikia fi haqi al-ibadhiyya. Kwa hivyo akasema, mimi sasa nitaka kuelezeni ni nani maibadhi. Kweli wana tarehe kubwa, lakini tarehe yao ni mbaya. Haya, sasa nimegusia hapa kusema kwamba ukimpeleleza huyu bwana mdogo wa Kiwahabi Al-Ma'ni wa Lushoto, lijaribu kutafuta jina lake, lakini kiharaka haraka sikufanikiwa. Pindi nikilijua insha Allah nitakuelezeni, lakini yanapatikana kwa katika linki kwa taarifu hiyo hapo. Nikwambieni kwamba ni mchache wa maarifa. Uchache wake wa maarifa unatokana kupitia mambo mengi. La kwanza, anavyozikoroga aya, anavyozitolea dalili aya pahala sipake, kuleta visa ambavyo pengine havihusu katika masala ya nini, ni visa pahala pake vya mawaidha, lakini kutaja majina ya maulama, hata wale maulama wake Ibn al-Qayyim au Ibn Qayyim al-Jawziyya, yeye anamuita Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Ala kulli hal, aya za Qur'ani anavyozisoma ndivyo sivyo. Katika nukunuku yake alisema an yaqtuluni fa akhafu an yaqtuluni. Hakuna hiyo an yaqtuluni, haivutwi. Anataja aya nyingine anasoma sinina, haivutwi sinina. Wazi? Sehemu mbili tatu hivi mkimsikia mtajua kwamba huyu mtu maarifa yake ni machache. Lakini si hivyo tu, na kukosa insaf. Amekuwa akimsimanga Ustadh Mwaipopo kwamba akasilimu, halafu kumpa nasaha kwamba asome na kutoa mawaidha, kwamba kuna watu wanasoma miaka na miaka katika fiqh tu, miaka na miaka katika hadithi tu, miaka na miaka katika usuli fiqh tu, miaka na miaka katika tafsiri tu, miaka na miaka katika fani fulani, lugha wa hakadha. Sasa ukimsikia mtu anazungumza kwa madaha namna hiyo, unajua yeye mwenyewe kabobea. Kumbe huyu jamaa, huyu kijana wa Kiwahabi, yeye mwenyewe anastahili ndio kwanza asome, kwa sababu subhanallah, anasema tutaona biidhnillah taala katika historia ya maibadhi kwamba asili yao wanatoka katika makhawarij. Halafu akataja hadithi ya makhawarij kwamba hawa ni watu wa kuuliwa na Mtume SAW. Hayo kasema yeye, kama nikiwadiriki watu hawa basi mimi nitawaua. Manake anachochea hata kuua Waislamu. Maibadhi mujue, na serikali, vyombo vya dola vifahamu kwamba watu hawa hatari yao ni hii. Leo wanazungumza, kesho kutwa wakipata nafasi hawa ni wauaji, kwa sababu watapitisha fatwa zao hizi wakaua. Na hayo ndio yaliyotokea katika nchi za Iraq, hayo ndio yaliyotokea katika nchi za Syria. Kwanza wakawa wanasema tu hivi kwenye mihadhara yao ya kawaida, siku waliopata madaraka ndio siku waliotumia madaraka hayo wakaua Waislamu kwa kutumia nususi kama hizo, ambazo ima zinatumika sio pahala pake, ima ni mahadithi ya kutunga yaliyopenyezwa katika Uislamu. Nitakwambieni kwa nini tunasema yamepenyezwa katika Uislamu. Takutajieni.
Nikwambieni mahadithi hayo yamepenyezwa kwa sababu hadithi yenyewe inajieleza. Mbali ya hadithi yenyewe, ukija ukiangalia na hadithi nyingine na vitu vingine, basi ni moja kwa moja kwamba haya mahadithi hayana mpango, ni mahadithi yamewekwa kuwachakachua watu wengine, kuwapata na nafasi ya kuwaua kwa mkono mrefu. Kwa sababu ikiwa wewe huwapati kuwaua, yoyote atakayekuwa kahifadhi na kuisikia hadithi hii anaweza kamuua hata ikawa yuko mbali gani. Ala kulli hal, kwa hivyo anasema maibadhi wao wanatoka huko kwenye makhawarij ambao Mtume SAW kabashiria kwamba hawa kama atawakuta basi yeye atawaua, bali kuna hadithi pia anasema wewe ukiwaua unaenda peponi, na wao kitokezea wakakughalibu na kukishinda pia wanakwenda peponi. Kwa maana hiyo wewe ukikutana na mtu kama huyu khawarij, baina kausaini mmoja wao ni ibadhi, wewe upambane naye tu, kakuua unaenda zako peponi, umemuua unaenda zako peponi. Naona tizama jamani, njama zisizoonekana za watu makhabithi na matapeli katika dini kama huyu al-Ma'ni na wenzake wote kama hao kina Barhayani na wengineo wenye misimamo kama hiyo, na wanafanya takia kubwa ambayo siku zote utasikia takia ikitajwa takia wao wanaitupa kwa Mashia tu, kumbe na wao wanazo takia. Hawajapata tu nafasi leo, hawajapata nafasi, kila kukicha azungumzo ibadhi ambaye katulia shwari anaenda na mambo yake, haji juu mpaka aone maji hapa watu wamefurutu ada, kuna haja tena baada ya kunasihiwa na Waislamu kwamba hapa ni vyema mkazungumza, na ikiwa wewe huna nafasi basi mwambie fulani azungumze, na fulani ikiwa hana nafasi mwambie fulani azungumze. Mambo haya ni hatari. Hizo sisi ndio taratibu zetu bwana, wa ila sisi tunaizingatia Waislamu wenzetu ni Waislamu na damu zao zinalindwa na mali zao zinalindwa. Hiyo ndio misimamo yetu, na ndio maana leo kila anayeisoma ibadhi kwa karibu akaifahamu, hawezi akawa na misimamo ya kitapeli kama ya viumbe hawa wa Kiwahabi ambao ni sawa sawa na saratani katika umma wa Kiislamu, wali'iyadhi billah. Naam, kwa hivyo baada kuharidh ala almuslimina ahli alhaqi walistiqama alibadhiya, katika kuchochea kuuliwa watu hawa, pia akawasingizia dhulman wa udwanan wa safahatan, kwa dhulma na kufanya uadui na kiujinga tu, kwamba hawa wana mambo katika mambo aliyoyataja kwamba hawa bwana wanakafirisha watu kwa kabair dhunub. Ikiwa wewe umefanya maasi makubwa hukutubia, basi wewe unageuka unakuwa ni kafir. Ndugu yangu Muislamu, nikwambie huyu tapeli aliyejiita al-Ma'ni au Abul Ma'ni sijui wa Lushoto, huu ni utapeli wa wazi kwetu sisi ibadhi. Hakuna hilo qat'an, moja kwa moja kwa mtu anatoka katika Uislamu, kalla wa hasha, sisi hilo hatulisemi wala haliko katika vitabu vyetu abadan thumma abadan, moja kwa moja. Kwa sababu ndugu zangu Waislamu, nikwambieni sisi ni madhehebu kasairil madhahibi alislamia, sisi ni madhehebu kama madhehebu mengine ya Kiislamu. Kwa hivyo hakuna sababu hata moja ya kuwa labda tufiche kile tunachokiamini. Tunachokiamini tunakisema, ukipende usikipende, ukikubali usikikubali. Hiyo ndio madhehebu yetu ilivyojengeka. Sasa hakuna haja kwamba wanaficha, kalla wa hasha. Ukisema suala ambalo sisi tunaliamini, takwambia hilo naam tunalo, labda niruke kidogo alafu nitarejea tena. Huyu tapeli huyu kaja akasema, na hawa pia wanasema kwamba Allah haonekani, na sisi tukizungumza, yeye anasema msidhanie kwamba tunasema hivi, tunasema kupitia vitabu vyao. Hili kalisema shekhi wao Ahmed bin al-Allama, Sheikh al-Islam Ahmed bin Hamad al-Khalili hafidhahullah wa ra'ah. Naam,
katika kitabu cha Al-Haqiqatu Damigha. Pia na kitabu kingine mimi nasema naongezea Al-Haqqu Damigh. Pia na kitabu kingine kasema Burhani al-Haqq. Pia kasema kitabu kingine, yani kutub waraa kutub. Kwa hivyo sio masala ya kuficha. Sema kama utafikiri yeye kavumbua kawa ni mvumbuzi, kavumbua jambo jipya Waislamu walikuwa hawalijui na ilikuwa maibadhi wanalificha. Kwa hivyo nikakwambieni huyu kijana ni tapeli. Kwa hivyo naam, tunasema sisi ndio itikadi yetu. Na utapeli mwingine aliosema kwamba hilo swala limetajwa wazi wazi kwenye Qur'ani kwamba Allah anaonekana wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Subhanallah. Bora mimi nikupe references za kurejea ambazo sio za kiibadhi. Uende katika vitabu vya ahli sunna wal jamaa, ikiwemo tafsir at-Tabari na tafsiri nyingine, uone khilafu zilizotajwa katika suala hilo, halafu useme kitu kiko wazi wazi. Kauli kama hizi ziko mpaka ndani ya wapokezi wakubwa wa Sahihi al-Bukhari ambao sio maibadhi, kwamba Allah haonekani. Naona mambo hayo. Kwa hivyo sisi hatufichi tunachokiamini. Pindi hatujawekewa silaha shingoni tukaambiwa utauliwa hapa ikiwa hukusema hivi, hapo unaweza ukatumia kauli. Ukiona kuna haja ya kubakisha uhai wako, ukasema sisi hatusemi hivyo, au mimi siamini hivyo, yapo ni ibadhi lakini mimi sikubaliani nao na wenzangu, hapa itakuwa illa man ukriha, isipokuwa yule ambaye kakirihishwa wa qalbuhu mutma'innun bil iman, na moyo wake umejikita na imani anayoitikadia. Kwa hivyo hakuna tatizo. Kwa hivyo asikudanganyeni tapeli huyu wala mfano wa huyu. Kwa hivyo tunasema ndio, tunasema Allah haonekani kwa sababu Allah si kiumbe, kwa sababu Allah hana kiwiliwili kama wanavyoitikadi hawa mawahabi. Hawa wamepindukia, yeye kataka kujifurahisha. Anasema hawa maibadhi tena msimkadhania kama ni hawa masufi. Masufi bado wao hawafananishwi kabisa na masufi wao. Hawa masufi ni kama sisi tunashirikiana nao katika itikadi ya kuonekana kwa Allah. Etapeli we. Etapeli wa Lushoto. Etapeli wa Lushoto. Huoni hata haya? Huoni hata vibaya? Basi mimi nikwambie, kama wewe ulishikilia Ustadhi Ipopo ende akasome na kumsimanga kwamba yeye hakuwa Muislamu kisha kaslimu, labda kapapia tu. Sasa wewe ambaye sijui khalfi yako, sijui background yako ulikuwa unatokea wapi, lakini tuchukulie pengine wewe toka umezaliwa kupitia mbavu za Kiislamu. Sasa ni nani ana afadhali, huyu ambaye katoka nje ya Uislamu akaingia katika Uislamu lakini kuna mambo yakampita hakuyajua, na wewe ulioanzilia toka day one ni Muislamu mpaka umri ulionao leo ni Muislamu, na yakakupita mambo ya msingi na makubwa na ya waziwazi? Au ndio unafanya takia? Tuambie, manake huwa mnawatupia Mashia peke yao kwamba wanatakia, kumbe na nyinyi madhehebu yenu mnatakia tena x unlimited large, yani extra large yenu haina mwisho, haina mwisho ya takia yenu, kwa sababu mambo yako wazi. Ibn Baz anasema hawa masufi ashaira Uislamu wao ni mukhtalafun fihi, kwa maana wako wanaosema kwamba hawa ashaira na masufi ndio wanaingia humo kwamba ni Waislamu, na wengine wanasema si Waislamu. Haya jamani, hayo mnayafahamu, lakini anayaficha haya huyu tapeli. Na ndio kasema huyu ima ni mtu dhahla al-ma'rifa au ni mudallis, aswa anwa'i tadlis.
anafanya tadlis, ghishi, ulaghai wa aina yake kubwa kabisa. Mbaya wao ikiwa kuna sampuli za ulaghai, hii anayofanya yeye ni kubwa yao. Kwani anataka kutudanganya sisi mawqif ya maimamu wake wakubwa wa Kiwahabi kwamba ni kumkafirisha Abu Hanifa, na wakafika hadi wanamwita Abu Jifa, baba mzoga. Hayajulikani hayo, hayamo kwenye vitabu vyenu hayo. Yeye akasema tapeli. Msifanye haraka ndugu zangu Waislamu mkaona labda nazungumza kighadhabu. Nazungumza kighadhabu kwa sababu maumivu yanayopatikana katika umma, hali tulionayo leo umma wa Kiislamu, udhaifu tulionao, watu wanauliwa kwa mamia, hakuna anayezungumza. Na akizungumza azungumza kwa herufu ndogo, na akizungumza azungumza hakuna kinachofanywa Uislamu pale Gaza. Pale hakuna ibadhi, na ikiwa wako ni wachache. Jumhur ahli Gaza ni ahli sunna wal jamaa, lakini wewe mimi naumia mimi ibadhi, halafu wewe unajiita salafi, unajiita wahabi, unajiita nani, wewe ndio unafurahia. Wallahi ni jambo la kusikitisha na kuhuzunisha. Tukasema utapeli katika dini, utapeli hauko hivi hivi tu katika mali za watu, uko katika itikadi za watu. Watu wanatapeliwa katika itikadi zao, katika umoja wao. Haya, halafu akaja huyu bwana. Kwa hivyo nasema tu niashirie kiharaka haraka kwamba sisi hatufichi kitu katika tunachokiamini. Kiwa hakuna dharura ya kufanya hivyo, hatufichi, kila wahasha. Naam, sasa nitatumia neno ambalo pengine watu ndio wanafahamu zaidi. Naghma anayoitumia, mahadhi anayoitumia huyu bwa mdogo Abul Mani wa Lushoto, tapeli wa Lushoto, ni naghma ala as-sahaba, kutumia wimbo wa masahaba. Gita lake akipiga la fitna, basi hutumia masahaba, kwa sababu bishakli am, kiujumla jamala, ukitaja masahaba ni watu wanaoheshimika. Wakizungumzwa ghaliban wanazungumzwa sira zao, fiqh yao, ilmu yao, jihadi yao. Watu hata wana habari yaliyopita kinyume na haya. Kwa hivyo bishakli naam wanazungumzwa kwa vizuri. Sasa yeye huja akaibua mambo, Vasco da Gama huyu. Maana mambo yako, lakini yeye huja akasema kitu fulani kavumbua yeye, bahari fulani kavumbua yeye, kisiwa fulani kavumbua fulani, kitu gani kavumbua yeye. Kumbe vitu viko wenyewe wanavijua, lakini tu katika kuhakikisha anafanya tadlis, hujifanya kama ni mvumbuzi wa mambo. Kwa hivyo kaja akatumia mahadhi na wimbo wa masahaba, akasema hawa katika itikadi zao ni kuwatukana masahaba, lakini pia ni kumkafirisha Uthman. Sisi tunasema mil alfam, hadha buhtanun adhim, subhanaka Allahumma hadha buhtanun adhim. Ya Rabbi, nasema huu umetakasika Mola wetu, huu ni uzushi tena ulio mkubwa sana. Lakini mimi nikwambie ni kitu, msihangaishwe. Maana kiasi sisi haya tunayazungumza kupitia vitabu vyao. Sasa mimi nikwambie kwa ufupi tu maana haya mambo ukiyajua, basi badala ya kulia unaweza ukacheka. Kwa sababu saa nyingine mtu subhanallah anaweza kafikwa na msiba, katikati ya msiba ikatokezea mawqif mbili acheke, lakini pengine watu wakishangaa usema nacheka uchungu. Kwa hivyo mtu anafika hadi inabidi acheke uchungu. Nikwambieni suala la sahaba la sikuumisheni kichwa kabisa.
kabisa. Wewe wasikilize tu, wasikiliza hawa wanaokuja wakazungumza sijui watukana masahaba, sijui huyo dhehebu ile tukana sahaba, sijui ile bla 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 bla. Wasikilizeni, halafu rejeeni kimya. Rejeeni kimya, sio kimya, nisikilizeni vizuri. Suala la masahaba, kwanza ni kutajie itikadi kubwa, msingi mkubwa wa ahli sunna wal jamaa ambao na sisi huo tunao. Ni sukut amma tashajara fihi as-sahaba. Ni kunyamaza, kwa lugha nyingine kali zaidi ya kufahamu ni kufyata mdomo katika yale mambo ambayo masahaba wamesosana, fitna za masahaba zilizotokezea. Sasa huja vifaranga, huja vyura, huja visakunde, vikajikinga, vikaona kwamba hii ni ngao madhubuti, kwamba sisi mawahabi hatutukani masahaba, kwetu sisi ahlu sunna wal jamaa hatutukani masahaba, wanaotukana masahaba ni ibadhi. Sasa nikwambieni tu jamani, hata sisi itikadi hiyo, msingi huo tunao, kwamba sisi hatuzungumzi, na ndio maana hukuti ibadhi hivi hivi tu basi. Hata ukimkuta ibadhi anazungumza kuhusu fitani zilizotokezea kipindi cha masahaba, basi ishatokezea khalfia. Na sasa hivi kuna umuhimu, nasema hasa mimi nalingania hasa watu wazungumze ili li suala lifahamike, kwa sababu hawa maduati wanaoleta fitna kupitia suala hili wamekuwa wengi, wamekithiri kiasi ambacho hawajui nyimbo nyingine isipokuwa hiyo tu. Kwa hivyo na sisi tukinyamaza tutaingia pabaya. Naam, ndugu zangu ahli al-haq wal istiqama al-ibadhiyya, kwanza hapa kabla sijaendelea niseme, ninaposema ahli al-haq wal istiqama al-ibadhiyya, kwamba ni watu wa haki na walionyooka, maibadhi. Basi kila ibadhi kwanza ajitambue, na kila muislamu asijakaona labda tunajipachika jina. La, haya majina yako zamani, na kila dhehebu wamejiwekea majina yao, kama vile ambavyo ahli sunna wal jamaa ni rahim, ambayo ndani yake kuna Shafi'i, madhhabi Shafi'i, al-Maliki, al-Hanafi, al-Hanbali, wazi, na mengine ambayo pengine yamesambaratika, lakini yanajumuishwa na ahli sunna wal jamaa. Na sisi asili ya madhehebu yetu sisi tukijiita ahli al-haq wal istiqama au al-muslimun au min babi ta'rif al-ibadhiyya. Hili sitaki nirefushe kwa sababu ni swala jingine ambalo pekee linataka muhadhara, lakini kwa kujifahamu tu, tukisikia hapa tunataja ahli al-haq wal istiqama, watu waliokuwa na haki na walionyooka, basi ujue ndio maibadhi, ndio akina sisi. Kama vile ambavyo mashafi wakiwa peke yao basi hujiita ahli sunna, wakafahamika kwamba ni wao mashafi. Mahanafi wakiwa katika nchi zao peke yao wakijiita ahli sunna, wakajulikana ni wao mahanafi. Alafu wakitajwa kwa jumla jamala kwamba ahli sunna wal jamaa, pia kwamba inajumuisha madhehebu hizi nne maarufu na wengineo ambao pengine madhehebu zao zimesambaratika, japokuwa ambapo kwenye vitabu bado. Ala kulli hal, turejee katika ishu yetu, maudhui yetu ya masahaba na huyu utapeli wa Lushoto kudai kwamba maibadhi wanamkafirisha Uthman na kuwasema masahaba vibaya. Nikwambieni suala la masahaba, nisikilize vizuri ndugu Muislamu, uwe wa madhehebu yoyote, uwe ibadhi, uwe Shafi, uwe Hanbali, uwe Hanafi, uwe Shii, uwe sijui Hizbu Tahriri, uwe Tablighi, sijui uwe nani, uwe Sufi, uwe Ash'ari, uwe Al-Maturidi, man shi'ta min al-muslimin, uwe Wahabi. Nisikilize vizuri pointi. Ahli sunna wal jamaa walipoweka msingi huu kwamba naskutu amma tashajara fihi sahaba, tunanyamaza au tunyamaze
katika wale waliotetana na kuzozana masahaba au fitna zilizotokezea katika vipindi vyao, basi hikma yake ni kwamba yakiibuliwa mambo, likifunguliwa pazia, yataibuka yasiyotarajiwa. Narejea tena, likifunguliwa pazia, likifunuliwa godoro, yawataonekana kunguni ambao mwanzo kabla ya kufungua godoro ilikuwa hawaonekani. Narejea tena kwa mara ya tatu, likifunguliwa pazia, likifunguliwa dirisha, yataonekana yasiyotarajiwa. Ala mustawa, narejea tena, ala mustawa, narejea tena, ala mustawa jamii almadhhab, tena kwa madhehebu zote. Sio, nimefahamika ndugu Islam, kwamba hakuna madhehebu hata moja waliosalimika kuwazungumza masahaba kwa vibaya, iwe hivyo walivyowazungumza bihaqin au bibatilin. Kwa hivyo wewe chagua kwa raha zako hukumu wanao wasema masahaba, chagua kwa raha zako. Tafuta kauli ambayo unaipenda wewe, mbaya yao, nzito yao uiweke, kwamba anayemsema sahaba hukumu yake auliwe, anayemsema sahaba hukumu yake apigwe mawe mpaka afe, anayemsema sahaba achukuliwe kwenye ndege alafu ipaishwe alafu atupwe, aekwe juu ya jumba la ghorofa atupwe, achimbiwe shimo azikwe akiwa hai, apigwe bakora, akatwe pande na masala mengine. Hiyo hukumu utakayoichagua ukishaiweka, tunachokuomba ni kitu kimoja tu. Narejea tena, hii klipu nitaimalizia katika kurejea ili asije katokezea tapeli mwingine min aqsal Madina, kutoka huko Lushoto au Rwanda au Burundi au Tanzania au Zanzibar au Pemba au popote, min aqsal ard ila aqsaha wa min adna al-ard ila adnaha, popote atakapotokezea mwambie bwana, hii hukumu ukishaiweka, naomba usije ukafanya taasubi na kasumba ikawa hukumu hii itawahusu maibadhi tu, hukumu hii itawahusu mashia tu. Uwe mwadilifu kwamba hukumu kila aliyomsema sahaba, basi hukumu hiyo umpitishie. Na leo ndio kazi ambayo tutaifanya, kwa sababu huyu pangu pakavu wa Lushoto, tapeli wa Lushoto, kasema kuna watu wengine hajui kama wamewasema masahaba. Yaonesha ikiwa hajui kwamba masufu wamewasema masahaba, hata hana habari kwamba mawahabi wenzake tena anawaheshimu, akainamisha kichwa anapowataja wamewasema masahaba kwa lugha chafu na mbaya. Tutathibitisha inshallah, tusiwe na haraka. Hii ni kuweka bayana tu sisi, na mimi kwa taarifa tu, hii kalima naitoa tuko katika al-ashr al-awail min Dhulhijja, tuko katika 10 la kwanza la Dhulhijja, ambalo 10 hili limetajwa kwamba hakuna amali bora atakayoifanya mja katika siku hizi ikawa ni bora kuliko kufanya wema, la amali salih. Tena masahaba wakamuuliza ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah, wala jihadi? Akasema hata jihadi haitofua dafu isipokuwa kwa yule ambaye atatoka na mali yake na nafsi yake ende vitani kupigana, halafu asirejee la na mali wala nafsi yake, kwa maana ilitoka na mali yake kapotea huko, kamaliza huko, au katekwa na yeye mwenyewe akauliwa. Kwa hivyo natoa kalima hii kama ni amali yangu ya kheri, na muomba Allah subhanahu wa ta'ala aitakabalie katika kipindi hichi kitukufu, ili kuwaelewesha Waislamu wajue wapi kumbe sisi tunaweza kukutana na wapi hatuwezi kukutana. Hii naomba Allah atakabalie kwa mimi mzungumzaji, kwa wewe msikilizaji, na wewe mwenezaji wa klipu hii. Inshallah ieneze ili watu wapate maarifa. Matapeli wengi wamekuwa wengi, na ndio waliokamata vyombo vya kueneza batili zao za kufarikisha Waislamu. Ndio Muislamu lengo hasa ni kutoa taka wewe hawa watu hawa mawahabi
hawa wanakuwa ni kama, subhanallah waliyadhu billah, ni wale watu waliotumia yale mihadarati. Ukishaingia kwenye uwahabi, shida, manake huwa washaingia sumu vibaya. Kwa hivyo ni shida sana kutoka, na akitoka huyu huwa hatoki tena kikawaida. Kama anatoka hapa kahamia hapa, anayakanusha yale aliyokuwa akiyakanusha mwanzo, ya maibadhi, ya maashaira, ya masufi, ya mashia, na kukanusha ya madhehebu yake, kwa maana anatoka kwenye dini akaingia kwenye dini nyingine kabisa. Hivyo ndivyo, na wengine watokezea wakachoma vitabu walivyovitabikia, miaka nenda miaka rudi, mawahabi hao wakavichoma kwa moto. Na kuna wengine ndio wakatangaza sasa kwamba ni maadui wa Uislamu, kwa sababu wamekuja kuona zile fikra wao kazi ni kuua na kumwaga damu tu, na kushawishi na kuchochea kumwaga damu na kufarikiana. Kwa hivyo usikereke, kwa sababu leo ni hatari sisi kufarikishwa. Leo sisi Waislamu, wewe kuja ukisoma historia utashangaa Mwingereza au wakoloni vipi kiujumla walizitawala nchi ambazo kati ya hizo ni nchi za Kiislamu. Tusema watu walikuwa na wingi wa kiasi gani? Kumbe la, walikuwa hawako wengi wa hivyo. Ni watu wachache. Utakuja ukuta ambua Sudan au Misri vipi imechukuliwa, imevamiwa na pengine majemedari pengine 300 400 tu wa kikoloni. Waliobaki ni Waislamu wa nchi nyingine, kiwa watokea India au watokea nchi za Maghrib au zatokea Jazair, wakaja wakaingia huko wakapigana na Waislamu wenzao wakawashinda, watu wakakamata nchi. Bali inatajwa katika sehemu nyingine walikuwa pengine majemedari majeshi wa 8 au 18 au 28 au hadha aladad. Unafahamu? Kwa hivyo na hawa watu leo wanatugawa ili tusishikane. Uone Uislamu uko kwao tu. Halafu hata ukija ukifuata hizo itikadi zao potofu na bid'a zao za kumfanya Mungu mpaka yuko kwenye maumbile kama ya kibinadamu, kama hivi tulivyo katika sisi, kichwa, masikio, mabega, mikono, tumbo, mgongo, miguu, ndio astaghfirullah al-aliyul azim, ndivyo alivyo Mungu anayemwabudu. Basi utakuja kuta haya, ushaingia kwenye itikadi hizo wao kwa wao. Sasa mara wasikia kuna Ansari Sunna, mara kuna Salafia, mara si Hujuria, si zogo gani. Na ndio maana kipindi cha nyuma walikuja watu kutoka Yemen wakavamia Raha Leo wa Sheikh Nasr Bachu kule, wakakaa nao. Walivyoondoka wakatoa takriri yao na wakatunga kitabu. Wakaenda Tanga, wakapita na mikoa mingine, wakaandika takriri kuhusu Salim Barhayani. Sheikh Nasr Bachu akasema ni mtu ambaye imemfikia da'wa ya Ansari Sunna wala haifahamu uovu na ubaya wake, na ni watu wajinga wasiofahamu da'wa salafia. Kwa hivyo wakatiwa kwenye bid'a, na kitabu kipo. Salim Barhayani kaitwa majina aliyoitwa, pamoja na kutuhumiwa kwamba ni mwizi. Naam, wametunga kitabu kinaitwa 40 yawman fi Tanzania. Hichi kitabu nilibahatika kukipata mimi nacho. Unaona? Kwa hivyo na wao wamekatana mapande. Na watu hawa, viumbe hawa wakikatana mapande, ni wale watu wanaosema msalie Mtume. Naam, kuna lugha watu mtaani akiona jambo kubwa limemkulia, sema msalie Mtume. Jambo kubwa. Asalala. Jambo kubwa. Hawa ndivyo wanavyokatana mapande. Ushaona? Wakatiana katika bid'a wao kwa wao. Haya, turejee. Sasa katika suala la masahaba niseme tu jamani, hakuna madhhabi iliyosalimika, kwa sababu walivyozungumza walikuwa wanazungumza anil waqi', kitu kilichowahi kutokezea. Ndugu Muislam, ili unifahamu vizuri,
Napenda kupiga mfano huu kwa sababu kila mtu unampiga katika akili yake, unamclick, anajua kwamba hapa kweli huu ni ukweli usiopingika. Niwe madhehebu yoyote, nikisema moto unaunguza, moto, hakuna dhehebu utasema moto unguzi bwana. Moto unaunguza, naam unaunguza. Moto uliokuwa haunguzi labda ni ule atakaupa amri Allah, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wazi, au labda iwe ni moto bandia. Lakini ikiwa ni moto huu, moto ambao twapikia tunaujua sote, basi ukisema unaunguza basi hakuna lakini madhehebu fulani kwetu sisi moto hauunguzi. Kuna madhehebu ukiwa ni mtu wa bid'a utaungua, kwa si wa bid'a sisi mawahabi hatungui. Moto huo hapa duniani haupo, na ikiwa upo basi ni wabandia, ambapo akiingia wa bid'a na asiye wa bid'a, akiingia Muislamu asiye Muislamu, wote tutakuwa hawaunguzi au hawaungui. Naam, kwa hivyo vile vile mfano huu naupendelea kutoa mimi ni ile kusema, jamani, laiti baba na mama, kwa maana mke na mume wamegombana, wana watoto wameshuhudia ugomvi ule umetatawar, umekuwa mpaka kabidi wapigane vibao, wapigane mitama, wapigane konzi, wapigane miko, wapigane pawa za kupikia, warushiane maji ya moto, wafanyiane hivi, wazi. Halafu ule ugomvi ukamaliza. Tutasema tunyamaze kuhusu waliotetana wazee? Tukisema kauli hii, jamani, tunyamaze yale ambayo wamegombana wazee, tukisema kauli hii huwa ina maana kwamba hawa wazee hawajagombana hasa? Nafikiri hakuna aliyekuwa na akili zake timamu akasema kauli hiyo, kwa maana ukweli utabakia waligombana. Huo kweli number 1. Na kuja fact number 2, ukweli number 2. Ukweli number 2 ni kwamba hapa walipotetana na kuzozana mpaka kupigana, kurushiana maji ya moto na kuathiriana, ni lazima yuko mmoja ndiye aliyokuwa na kosa la msingi, ndiyo aliyoanza kufanya ugomvi, ndiye ambaye aliyofanya kosa kubwa zaidi. Ikiwa hata mwingine kaanza, lakini mwingine ndio aliochukua hatua mbaya zaidi, wazi. Ikiwa katika kuna maneno walitupiana, ikawa kuna matusi yakalengwa makubwa ambayo hafai, hayastahiki hasa kutajwa, lakini itabakia ukweli kwamba haya matusi yalitokezea. Maji alirushiwa mtu akaungua, kisu alichomwa mtu, damu zikamvuja, akapelekwa hospitali, kesi ikafika polisi, lakini kisha ikazimwa. Kwa hivyo ukweli utabakia, lakini tu tunaona bwana, waliotetana wazee tusiyalete ili tusiibue hizi fitna, hali ya kuwa kitu kishapita. Nafikiri mpaka hapo utapata wazi picha ya kuhusisha ukweli uliopo hapa na katika tatizo la masahaba, fitani sahaba, kwamba mambo yalitokezea, itabakia ni fitna zilitokezea, watu wakapigana, watu wakauana, watu wakawatukana wengine. Hayo yalitokezea, wala hili hakuna mwenye ujasiri wa kusema kweli ikisha akaja akasema haya hayakutokezea. Hiyo ni ukweli wa pili. Na tunaendelea.